Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mpenzi mtazamaji kupitia hapa Khairo TV. Alhamdulillah, leo ni siku nyingine tena. Allah subhanahu wa ta'ala ametuwafikisha kukutana hapa katika chaneli yetu pendwa ya Khairo TV, na leo bila kuchelewa nimepanga niwaletee faida za kunywa maji hali ya kuwa umekaa, lakini nini madhara pia ya kunywa maji hali ya kuwa umesimama. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ametahadharisha kwa waumini wote kwamba kunywa maji hali ya kuwa umesimama si salama. Mpenzi mtazamaji kupitia hapa Khairo TV, kabla ya yote ni kuombe usisahau kusubscribe, kucomment, kulike na kushare ili uwe wa kwanza kupata video zote ambazo zinatoka kupitia hapa Khairo TV. Mpenzi mtazamaji, takriban miaka 1000 na ushehe tangu Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alipotamka kuhusu umuhimu wa kunywa maji hali ya kuwa umekaa. Lakini pia mpenzi mtazamaji, tambua kuwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam hatamki kwa matakwa yake. Baada audhu billahi minash shaitani rajim, bismillahir rahmanir rahim, wama yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam hatamki kwa matakwa yake isipokuwa wahi kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Mpenzi mtazamaji, na kutoka katika hadithi ya Imam Muslim, hadithi namba 2026, hadithi inasema kwamba musinywe maji hali ya kuwa mumesimama. Mpenzi mtazamaji, kwa nini Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alitahadharisha hili? Baada ya kupita miaka mingi, uthibitifu na uchunguzi wa wanasayansi wa zama zetu wamelithibitisha hili na kusema kwamba kunywa maji hali ya kuwa umekaa ni bora zaidi kiafya, lakini kunywa maji hali ya kuwa umesimama ni madhara zaidi kiafya. Wanasayansi wanasemaje juu ya swala hili? Tafiti zao wanasayansi zinasema kwamba unapokunywa maji hali ya kuwa umesimama, maji hushuka kwa kasi kabisa, huanza kuathiri mfumo wa tumbo au vilivyomo tumboni, ikiwemo pia na figo. Hizi ni tafiti za wanasayansi zinasema hivyo. Tafiti pia za wanasayansi zinaendelea kusema madhara ambayo yanapatikana kwenye unywaji maji hali ya kuwa umesimama. Wanasayansi wanaendelea tena kusema kwamba ukinywa maji hali ya kuwa umesimama inaweza kusababisha mkazo wa figo pamoja na uharibifu mfumo wa usagaji wa chakula. Kwani ukinywa maji hali ya kuwa umekaa, maji hushuka taratibu na kupita katika zile sehemu zake ambazo zinastahiki na kufanya uchakataji wa chakula kama kawaida au kama ilivyopangwa na Allah subhanahu wa ta'ala katika mfumo wa mwili. Lakini ukinywa maji hali ya kuwa umesimama, unaenda kuvuruga, unaenda kutibua mifumo yote ya usagaji wa chakula, lakini pia unaenda kutibua mikazo na kusababisha magonjwa katika mfumo wa figo. Kama tunavyotambua, figo ni ugonjwa ambao unasumbua dunia yetu hii ya leo. Lakini pia licha mbali na kuharibu mfumo wa chakula na usagaji, lakini pia husababisha tumbo kujaa gesi pamoja na kuvimbiwa. Unalalamika kwamba gesi haiishi tumboni mwako kama mtu ambaye anaumwa vidonda vya tumbo, kumbe una tabia ya kunywa maji hali ya kuwa umesimama tena kwa kasi. Maji yanashuka kwa kasi, unaharibu hivyo
na unakuta tu tumbo lako limejaajaa hovyo kutokana na ufati na maamrisho yale ya Mtume sallallahu alaihi wasallam na mapendekezo ya Mtume sallallahu alaihi wasallam ambayo ametuhusia. Hii ni madhara pia inatokana na kunywa maji hali ya kuwa umesimama. Lakini madhara mengine ambayo yanapatikana hali ya kuwa unakunywa maji hali ya kuwa umesimama ni kuharibu mfumo wa neva za moyo. Kwani unapokunywa maji na yanavyoshuka kwa ghafla, mfumo wa uendeshaji damu hubadilika ghafla. Mfumo wa uendeshaji damu hubadilika ghafla, kitu ambacho kinaweza kusababisha katika moyo wako matatizo ya muda mrefu. Yaani maji haya unayokunywa hali ya kuwa umesimama yanaenda kuharibu vitu vyote hivyo ambavyo tumetangulia kuvitaja. Lakini pia madhara mengine ambayo yanapatikana katika unywaji maji hali ya kuwa umesimama, kwamba maji yanaweza kuingia katika mapafu na yakaenda kuharibu mfumo wa upumuaji. Lakini pia unaweza kupata madhara ya kukohoa na maambukizi katika mapafu, na hii ni hatari zaidi kwa mfumo wako wa hewa. Lakini tukija katika mfumo wa Uislamu na heshima, si vyema kunywa maji hali ya kuwa umesimama na si adabu. Uislamu unapenda vitu vizuri na Mtume ametuhimiza kufanya mazuri ili tuwe mfano mwema kwa wale ambao sio Waislamu na jamii zote kwa ujumla. Lakini pia kunywa maji hali ya kuwa umekaa sio tu unalinda afya, lakini pia unailinda sunna ya Mtume wa Allah subhanahu wa ta'ala, Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwani Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa anakunywa maji hali ya kuwa amekaa, lakini pia alikuwa anakunywa maji kwa awamu, yaani mara ya kwanza, mara ya pili, mara ya tatu. Mtume alikuwa hanywi maji kwa kufululiza, lazima anywe kwa awamu. Kwa hiyo ewe mpenzi mtazamaji, ukifuata yale ambayo Mtume sallallahu alaihi wasallam ameyafanya, basi utaishi katika maisha mazuri na yenye afya kwako na vizazi vyako ukiwafundisha haya. Kwani wanasayansi wamethibitisha hayo, na ukiendelea kufanya ukaidi utadhurika na madhara ambayo ni makubwa. Ukinywa maji hali ya kuwa umekaa utalinda figo, ini, na pia utapunguza mzigo ambao ulikuwa unaenda kuathiri figo lako. Baada ya faida hii, mpenzi mtazamaji, ni kuombe usisahau kusubscribe, kucomment, kulike na kushare ili uwe wa kwanza kupata video zote zinazotoka ambazo zinahusu afya kupitia Qur'an na Sunna na uthibitishaji kutoka kwa wanasayansi wa zama zetu. Kufikia hapa sina la zaidi, ewe mpenzi mtazamaji, nikutakie wakati mwema. Wa hadha, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Uhibbukum bila hudud.